Mama Samia unisaidie ili niweze kupona nichangamke kama wenzangu, niende shule niwe mwanajeshi ili nilinde nchi yangu. Baada ya wiki unakuta homa imemrudia. Nikaona mbona homa zinamsumbua sana. Kwa hiyo baada ya kufika Muhimbili, baada ya kumpima ndio akagundua ana shida ya moyo. Na maanisha moyo huo yani una tundu kubwa, na pia kwenye moyo kuna pande 4 za moyo. Kwenye vipande vile kuna kipande kimoja ni kikubwa sana ambacho sio kawaida kwa binadamu. Inatakiwa warekebishe pia na pale ili kikae sawa, ndio usalama wake huyu mtoto. Baada ya kufanywa matibabu ya kuziba hilo tundu na kurekebisha hizo pande 4 za moyo. Matibabu yake yanagharimu kiasi gani? Wamesema matibabu yake yanagharimu 8,850,000. Katika hali ya kusikitisha ambayo imewakumba familia hii hapa Mlali mkoani Morogoro, mama mmoja ambaye anapitia changamoto kubwa ya maisha baada ya mtoto wake kuugua tatizo zito la moyo. Mtoto huyo ambaye mapigo ya moyo huenda kasi zaidi ya kawaida, anakumbwa na ugumu wa kupumua na kushindwa kutembea ipasavyo. Hali hiyo inamfanya kuishi kwa mateso makubwa ya kiafya, huku ndoto yake ya kuwa mwanajeshi ikibakia hatarini. Na mtazamaji wa Families Media, unayemwona hapa mbele yako ni mama yake na Salim, kijana ambaye ana changamoto ya moyo. Na leo hii Families Media tumekuja hapa kumtembelea kuweza kufahamu changamoto ya kijana wake huyu ilianza muda gani na kwa sasa ana hali gani. Na hapa nipo naye mbele yangu tuweze kumsikiliza, aweze kutuelezea changamoto ya Salim ilianzia wapi na mpaka sasa ana hali gani. Karibu. Habari yako mama? Mzuri. Pole kwa changamoto. Nashukuru Mungu, bado naendelea kupambana nazo. Sawa, mtazamaji anayekutazama kupitia Families Media anatamani umuelezee historia ya mtoto. Ilianzaje? Mwanangu Salim nilimgundua kama ana tatizo hili akiwa na miaka 2. Alikuwa anasumbuliwa na homa za mara kwa mara. Naona sasa nikawa nampeleka tu hospitali, maana mara nyingi alikuwa anasumbuliwa na UTI na malaria. Naona lakini kila baada ya wiki unakuta homa imemrudia. Nikaona mbona homa zinamsumbua sana mara kwa mara, hii hali sio ya kawaida. Shida ni nini? Ikabidi madokta baada ya kumcheki wakasema sisi wenyewe tumeshapambana naye sana huyu, inabidi tukupe rufaa ili wakamcheki vizuri zaidi kwenye hospitali kubwa. Ni kweli wakanipa rufaa, nikaenda hospitali kubwa, wakamfanyia vipimo Morogoro mjini. Baada ya kumfanyia vipimo wakagundua kuwa tatizo lake haitowezekana kutibia kwa hapa, ni kubwa zaidi. Kwa hiyo inabidi wanirufae kwenda Muhimbili kwa vipimo zaidi. Kwa hiyo baada ya kufika Muhimbili, baada ya kumpima ndio akagundua ana shida ya moyo. Na maanisha moyo huo yani una tundu kubwa, na pia kwenye moyo kuna pande 4 za moyo. Kwenye vipande vile kuna kipande kimoja ni kikubwa sana ambacho sio kawaida kwa binadamu. Inatakiwa warekebishe pia na pale ili kikae sawa, ndio usalama wake huyu mtoto. Baada ya kufanywa matibabu ya kuziba hilo tundu na kurekebisha hizo pande 4 za moyo. Ndio. Sawa, na ulipoanza kumgundua mtoto huyu ulisema ulianza kumgundua akipatwa na homa za mara kwa mara. Na sasa ulipoelekea hospitali kubwa walikuambiaje? Huyu yani baada ya kufika pale, kwa sababu alikuwa hana hali nzuri. Alikuwa ukimwona ni kama wa kawaida. Hata hapo ukimwangalia unaweza kusema ni wa kawaida, ni homa ya kawaida tu. Lakini utakapomfanyia vipimo ndipo utakapogundua kumbe ana shida kubwa. Unaona? Hata wao madokta walipomwangalia wakaona kama ni tatizo dogo tu, lakini walipomfanyia vipimo wakaona tatizo kubwa. Kwa muda ule nikaa nimewekwa ICU. Kiasi cha kuwa yani pumzi ilikuwa ni shida kwake, hawezi kupumua vizuri. Wakaniweka ICU kwa muda ambao unajipanga kwa ajili ya kunirufaa Muhimbili. Maana pumzi alikuwa anaipata kwa shida. Ila
Waliponiweka ICU anaendelea na matibabu, ana ile hali ya kuvimba, anajaa mwili kulingana na shida inayomsumbua na ukubwa wa tatizo. Anajaa mwili na pia anabadilika na kuwa kama wa blue vile homa itakavyokuwa kali zaidi. Unaona, sasa ndio akanirufaa kwenda kule. Yaani kiasi cha kuwa yalitakiwa ni matibabu ya haraka sana, ila kulingana na ugumu wa pesa, kulingana na hali yenyewe ni ngumu, ndio napambana naye hivyo hivyo, lakini yuko ndani ya dozi ambazo ni vidonge anatumia kila siku asubuhi na jioni. Kiukweli anateseka sana kwa sababu hata hizi dawa siku nyingine unakuta bado hazimsaidii. Inahitajika ni gharama hatibiwe kwa haraka zaidi ili aweze kuchangamka. Unaona, kiasi cha kuwa anakunywa dawa mpaka anachoka. Toka afanyiwe hicho kipimo huu mwaka wa 3. Ugumu wa maisha na ugumu wa pesa ndio unanifanya naishia kumwangalia, kiasi cha kuwa mpaka unaweza kukata tamaa, manake unaumia. Unaona, atakunywa dawa mpaka lini? Na jambo ile liko nje ya uwezo wangu. Nikaona bora nipambane hata kuomba misaada kwa Watanzania wenzangu atakayeguswa kulingana na jinsi anavyoteseka huyu mtoto, aweze kunisaidia ili niweze kuokoa maisha ya huyu mtoto. Naombeni msaada wa Tanzania wenzangu, naombeni mnisaidie niweze kuokoa maisha ya mwanangu. Kwa kweli anaumia, anateseka. Unaona, sina raha, naye pia hana raha kulingana na jinsi anavyoteseka. Mimi nafikiri kwa wazazi ambao wameshazaa wanajua kabisa mtoto akiwa na tatizo ni kiasi gani mzazi unaumia. Unaona, naumia lakini sina jinsi, sina uwezo, nifanyeje sasa? Naomba atakayeguswa kulingana na tatizo alilokuwa nalo huyu kijana waweze kunisaidia niokoe maisha ya mwanangu. Sawa, na unaweza kutuambia labda ulipompeleka hospitali kwa mara ya kwanza, kipimo ambacho alienda kupima kiligharimu kiasi gani? Kipimo cha kwanza walichopima kiligharimu 2.2 na 300,000. Iko alimpima kwa sababu alikuwa ana uvimbe, walikuwa na wasiwasi madokta pengine labda ana shida nyingine tumboni, labda maini au mapafu. Unaona, kwa hiyo wakawa na wasiwasi hawezi wakamtibia tatizo hili, kumbe ndani ana shida nyingine. Kwa hiyo wakaona bora waangalie ana tatizo gani ili walitibie lile ndio hili lingine lifate. Unaona, kwa hiyo iligharimu hizo 2.2 na 300,000. Nilipopambana nikazipata hizo na kumgaramia hicho kipimo, ndipo uwezo wangu ulipoishia hapo. Sina hela nyingine ya kuweza kumpambania. Changamoto hii inazidi kuwa kubwa, kwani baba mzazi wa mtoto huyo naye anasumbuliwa na ugonjwa wa kansa, hali inayofanya familia hii kushindwa kumudu gharama kubwa za matibabu. Na vipi kwa upande wa baba yake na Salim, kwa sasa yuko wapi? Baba yake na Salim kwa sasa hayupo. Naye pia anaumwa, ana matatizo. Unaona, naye anasumbuliwa na kansa. Kwa hiyo hana uwezo wa kusema nipambanie kama baba ili tuweze kuokoa maisha ya mtoto kulingana na tatizo naye alilokuwa nalo. Nafikiri Watanzania wanajua vizuri zaidi binadamu yoyote yule ukubwa wa lile tatizo. Ni tatizo kubwa ambalo ni zito. Kwa hiyo ni tatizo limekuja ndani ya tatizo. Kiasi cha kuwa tunashindwa kupambana na mtoto, na yeye ndio hivyo ana matatizo kama haya, na sisi hali zetu ni duni, ni wakulima tu. Hatuna uwezo wa kuipata hiyo gharama ya kumpambania yeye baba yake na mtoto pia. Kwa hiyo yupo kimatibabu naye kwa ajili kwa tatizo alilokuwa nalo hilo la kansa. Anatibiwa Muhimbili. Kwa mujibu wa mama mzazi, kiasi cha shilingi 8,850,000 kinahitajika ili mtoto huyu aweze kupata matibabu maalum hospitalini. Vipi sasa kwa upande wa madaktari, wamesemaje kuhusiana na matibabu yake ili aweze kukaa sawa? Matibabu yake yanagharimu kiasi gani? Wamesema matibabu yake yanagharimu 8,000,000 na 800,000 na 50,000. Hizo gharama ndio zinaweza zikamsaidia, na pia na bima. Yaani hizo 8,000,000 na 800,000 na 50,000 ziko nje ya gharama ya bima. Yaani hapo na bima ni nimkatie pia kwa ajili ya kukava ICU. Naona. Kwa hiyo ikishapatikana hiyo gharama, nikishaipeleka hiyo gharama, basi atafanyiwa matibabu na atakaa sawa. Kwa sasa familia hii inatoa wito kwa Watanzania wote wenye kuguswa na hali hii
kujitokeza kwa moyo wa upendo ili kumsaidia mtoto huyu apone, arudi shuleni na hatimaye kutimiza ndoto yake ya kulihudumia taifa kama mwanajeshi. Na vipi sasa kwa upande wa ndugu, jamaa na marafiki? Ulisha kuwashirikisha kuhusiana na tatizo hili la Salim? Ni kweli nimewashirikisha, lakini sasa yani kwa sasa hivi, kwa dunia ya sasa hivi, yani inavyoonekana kila mtu anabeba msalaba wake mwenyewe. Hakuna ndugu ambaye anaweza akanichangia. Atanichangia sawa, kuna ndugu anaweza akatoa, lakini ni hela ya kula tu. Unaona, sio ya kusema inaweza ikakizi gharama hiyo ya mtoto. Hata kupa labda 15,000, 10,000, 20, kiasi cha kuwa bado haitoshi. Haitoshi. Sawa. Kwa hiyo sasa tukienda kumalizia. Salim kwa sasa na miaka 6. Vipi kwa upande wa shule? Ama changamoto yake inamnyima nafasi ya kwenda shule? Ni kweli kulingana na afya yake na hali yake jinsi ilivyo, hawezi kwenda kwenye kufuatilia masuala ya masomo kwa sababu yani ni pressure inamsumbua na ukubwa wa tatizo lake. Hawezi kutembea muda mrefu, anaweza akatembea kidogo akadondoka, miguu haina nguvu kulingana na jinsi anavyojisikia. Haina nguvu. Kwa hiyo uwezo nimejaribu nikaa nambeba nampeleka kwenye masomo, lakini bado unakuta na nyumbani kuna majukumu mengine, unaona, na huku bado utafute riziki, uende shamba. Ni vitu ambavyo vinanibana, viko nje ya uwezo wangu, hata sielewi yani nifanye. Kwa hiyo kiasi cha kuwa nimeshindwa, nimestopisha kuhusu masomo yeye ili niangalie mambo mengine ya nyumbani. Kwa hiyo kulingana na tatizo lake hawezi kuendelea na masomo mpaka atakapotibiwa. Sawa. Na vipi sasa Salim huaga akiona ndugu zake, kaka zake, dada zake wanaenda shuleni, huwa anakuchallenge vipi kama mzazi? Ananisumbua, anatamani kusoma, anatamani kwenda shule, kucheza, kuchangamka kama wenzie, lakini hana uwezo huo. Anajitahidi kujichangamsha, anaweza akacheza siku 2, si ya 3 yuko kitandani siku 2. Unaona? Kama mtoto anatamani kucheza kama wengine na anatamani apate masomo. Lakini ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wake, anashindwa. Ni kuomba Mungu tu, Mungu ajalie riziki ipatikane, niweze kumpambania tu, atibiwe, asome, mambo mengine yataendelea kama Mungu atajalia. Sawa. Sasa neno lako la mwisho kwa Watanzania na kutazama, na utaje namba yako ya simu na jina linalotoka. Sawa. Mimi kama mama naumia, naguswa, sina uwezo, yani kwa miaka 2 ambayo anaendelea kunywa dawa, mimi sipendi iwe hivyo, lakini ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wangu. Nimepambana, nimeshindwa, na ndio maana nimeamua kuomba msaada kwa Watanzania wenzangu, kwa yoyote atakayeguswa na mwanangu Salim, ili akae sawa, aweze kukua vizuri na kucheza kama watoto wengine na kwenda shule, asome ili atimize ndoto zake. Naomba msaada kwa Watanzania wenzangu, kwa yoyote atakayeguswa, naombeni mnisaidie pesa ya gharama ya matibabu ya huyu mtoto ili aweze kutibiwa, apone kama watoto wengine. Naombeni mnisaidie. Naombeni sana. Namba yangu ya simu ni 0719 54 10 26. 0719 54 10 26. Na nyingine ni 07 48 89 63 66. Jina ya 26 itatoka jina la baba yake Ali Saidi Kokomoke. Ndio itatoka hii. Na hii ya pili jina litatoka hivyo hivyo. Itatoka Ali Saidi Kokomoke hivyo hivyo. Ni namba ya baba yake. Mtoto